Kuelekea katika mchezo wetu huu, viingilio katika mchezo huu ambayo imekuwa very interesting topic. Watu wengi wakisubiri kuona viingilio tunafanyaje na vitu gani, kwa sababu ya mabadiliko makubwa ya uwanja wa mchezo huu. Na kimsingi hatujataka kuweka viingilio vya kausha damu. Tumetaka kuweka viingilio ambavyo kila mtu atamudu kuweza kuingia. Kwa capacity ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, tungeweka pale kwa mfano mzunguko peke yake 500,000 na VIP 1,000,000, bado ule uwanja ungejaa. Lakini kwa nini umkamue mtu kwa starehe yake ya kila siku? Unajua football ni tofauti na starehe nyingine. Kwa mfano Alikiba anaweza kwenda kuimba Mwanza, kiingilio ikawa 200,000, kwa sababu anaimba mara moja kwa mwaka ndani ya Mwanza au mara moja kwa mwaka ndani ya Singida. Lakini football ni starehe ya kila weekend. Kwa hiyo tukikukamua leo sawa sawa, wiki inayokuja tutakukosa. Na sisi tunataka twende na wewe mpaka mwisho wa msimu. Under so circumstances, or by saying so, tumeweka kiingilio very reasonable ambacho tunaamini kwa hadhi ya mchezo na kwa aina ya uwanja ni kiingilio rafiki kweli kweli. Na kiingilio hiki naamini kitashawishi na kuvutia watu wengi zaidi kuja uwanjani na kununua tiketi. Ndugu yangu mwana Simba, ukileta zile tabia zetu za nitanunua tu ama si nitanunua tu, na kuhakikishia hautapata tiketi. Hizi tiketi kama zitafika kesho asubuhi saa 4 kama hii, mimi sio Ahmed Ally. Mimi nitakuwa bingwa wa kombe la Muungano. Kwa hiyo ndugu yangu, acha kujiuliza, acha kujifikiria mara mbili, acha kuanza kupiga anado nitaenda alafu nitaenda. Nyanyuka sasa, nenda kwenye vituo tutakavyovitaja, nenda kanunue tiketi yako. Kama kweli una nia, una dhamira ya kuja uwanjani tarehe 3, ya kuja kuandika historia, ya kushuhudia mchezo huu tarehe 3, nyanyuka sasa, nenda kanunue tiketi yako. Ndugu zanguni, katika mchezo huu, kwa sababu ya viingilio vyake, tunaamini vishoka wengi sana wataibuka, watanunua tiketi kwa wingi, alafu waje wawabagaze watu siku ya mechi. We are very much sure, sababu kiingilio ni bei nzuri. Mtu mwenye milioni 10 yake hashindi kununua tiketi nyingi hapo, alafu siku ya mechi tiketi itakayouzwa kwa bei ndogo akakupiga kwa bei kubwa. Huo utakuwa ni msiba wa kujitakia, na msiba wa kujitakia hauna kilio. Nunua tiketi yako sasa. Lakini kwenye kudhibiti hilo, tumezungumza na wenzetu wa NCAD. Tuangalie namna sahihi ya kuwauzia watu. Anakuja mtu anataka tiketi 500. Huyo mtu anapeleka wapi tiketi 500? Sababu hata kama anakuja kununua tiketi za tawi, haziwezi kufika 500. Hakuna tawi lolote lenye mashabiki ama wanachama 500 ama 400 ama 300 ama 200. Hakuna tawi hilo. Kwa mtu wa namna hiyo akija, ni dhahiri shahiri ya kwamba huyo ni kishoka. Lazima uangalie utaratibu sahihi ya kumdhibiti, ili asije kuwaumiza mashabiki katika mechi yetu ya tarehe 3. Na kuambia hilo, sizungumzi kutoka angani, nazungumza kutoka kwenye vyanzo vya kiushahidi. Yuko mtu jana alitaka kununua tiketi, nikikutajia
capacity ya tiketi alizotaka kununua ni robo tatu ya uwanja. Aitaka kununua tiketi hizo, anakwenda kupeleka wapi hatujui, anakwenda kuuza hatujui, anakwenda kugaia mashabiki wa timu yake hatujui. Sasa lazima tuwe very standby mashabiki, na hii ni kwa mashabiki wa timu zote mbili. Hatutaki hata shabiki wa timu nyingine ambaye anakuja kucheza na sisi tiketi ya 5,000 akauziwa 40,000. Tusingependa kuona hiyo inatokea. Kama sisi tungekuwa na hiyo shauku ya hiyo fedha, ni sisi ndo tungeuza kwa bei hiyo, ili hiyo hela iingie kwenye vyanzo vya klabu, ende vikawanufaisha wakina Shomari Kapombe huko. Lakini tumeweka bei nzuri ili kila mtu aweze kumudu. Na nimetoa mfano huu ili kila mtu atambue vita iliyopo kwenye ununuzi wa hii tiketi, na tuache maneno twende kwenye utekelezaji wa kununua hizi tiketi kwa vitendo. Baada kusema hivyo, kiingilio cha chini kabisa katika mchezo huu ambao ni eneo la mzunguko ni shilingi 15,000. Ukijumlisha na shilingi 2,000 ya kadi, maana yake mzunguko ni shilingi 17,000. VIPB ni shilingi 30,000. Ukijumlisha na 2,000 ya kadi, kwa ambaye hana kadi ni shilingi 32,000. Na VIPA ni shilingi 50,000, sawa na shilingi 52,000. Hivyo ndiyo viingilio vyetu katika mchezo wetu wa Kariakoo Derby. Na napozungumza nanyi hivi sasa, rasmi tiketi zimeanza kuuzwa. Mzunguko katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo itakuwa ni nyuma ya magori. Yale majukwaa ya nyuma ya magori ndio eneo la mzunguko. Jukwaa hili la upande huu wa kaskazini, tayari jukwaa lilikuwa limeshajengwa. Kwa ukarabati unaendelea pale kwa ajili ya kuweka sehemu ya kukalia. Hadi kufika Jumapili kutakuwa kumekamilika, watu watakaa katika jukwaa lile kwenye raha mustarehe kweli kweli kwa shilingi 15,000 tu babangu. Na jukwaa upande wa pili huku wa kusini kulikuwa hakuna jukwaa, lakini napozungumza nawe hivi sasa, jeshi letu la kujenga taifa JKT wapo kazini kwa masaa 24 bila kulala wala kupumzika. Wanafanya kazi usiku na mchana kwa ajili ya kukamilisha jukwaa hilo, ili mashabiki wapate sehemu ya kukalia kusini mwa uwanja wa Meja Jenerali Samuyo kwa shilingi 15,000 pekee. VIPB, unapoingia uwanja wa Meja Samuyo, ule upande wa pili ambao unaangalia dressing rooms, unaangalia sehemu ambayo wanatokea wachezaji, ile ndiyo VIPB yetu. Kwa lugha nyepesi, kwa wale mashabiki wa Simba, ile sehemu ambayo wanakaa wapiga ngoma kwa maana ya Faida na timu yake, ile ndiyo VIPB yetu siku ya tarehe 3. Huko nyuma ama mechi nyingine, hii VIPB huwa inakuwa ni mzunguko, lakini kwenye mechi hii VIPB itakuwa ni shilingi 30,000. VIPA ni huku pembeni. Ukishaingia uwanja wa Meja Samuyo, pale chini wanapotoka wachezaji, ili shavu la kushoto na shavu la kulia, yale ndiyo VIPA, na pale ni shilingi 30,000, ni shilingi 50,000. Viingilio viko vya aina 3 pekee, na mwenye dhamira, mwenye nia ya kwenda uwanjani, basi aende akanunue tiketi yake sasa. Vituo vya kuuzia tiketi: uwanja wa Benjamin Mkapa, nje pale watu wanauza na kununua tiketi. Lampard Electronics Kariakoo, kwenye jengo la Simba Sports pale Msimbazi, floor ya kwanza, duka la vifaa vya kuuza, duka la vifaa vya umeme Lampard Electronics, tiketi zinauzwa pale.
TFF Karume pale pia tiketi zinapatikana. Simba Sports Club makao makuu hapa Masaki, tiketi zinapatikana hapa. Nyanyuka ulipo, njoo hapa Masaki, njoo chukue tiketi yako. Mtembe Electronic Mwembe Yanga, tiketi zinapatikana. Magufuli Terminal Mbezi, tiketi zinapatikana, pamoja na Feri Kigamboni, tiketi zinapatikana. Ni vituo hivyo, ni vituo 7 pekee vinauza tiketi za Kariakoo Derby. Baada ya kusema hayo, ndugu zanguni waandishi wa habari, niseme asanteni sana kwa kunipa nafasi hii ya kuzungumza kwenye vyombo vyenu vya habari, na kwa wale wote ambao wamenisikiliza niseme asanteni sana. Kama kuna mapungufu kwenye uwasilishaji wangu, basi naombeni mnisamehe, ndivyo nilivyojaliwa kuwasilisha asubuhi ya leo. Asanteni. Kama kuna maswali karibuni, kama hakuna maswali basi wahini kupandisha hii taarifa ili wanasimba kutoka sehemu mbalimbali waweze kuipata. Capacity ya mwanzo ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo ilikuwa ni watu 8,000. Baada ya matengenezo ambayo yanafanyika hivi sasa, capacity ya uwanja wa Meja Jenerali Samuyo sasa itakuwa ni watu 10,000.